Ndugu zangu wapendwa, kama tulivyo wataarifuni toka mwanzo, leo katika jimbo letu tunafunga jubilei kuu 2025 na tumechagua misa ya kutukuka kwa msalaba. Sikukuu ya kutukuka kwa msalaba tunajua huadhimishwa tarehe 14 Septemba kila mwaka, kwa sababu tarehe hiyo msalaba wa Yesu uligunduliwa kule Yerusalemu na mama moja aliyekuwa anaitwa Helene, aliyekuwa mama wa mfalme Konstantino mwaka 335 baada ya Kristo. Mfalme Konstantino kwa sababu hiyo akaamua kujenga kanisa kuu mahali alipokuwa amesulubiwa Yesu, yani Kalvari. Siku ya kutabaruku kanisa hilo, patriarch ambaye alikuwa kiongozi mkuu wa kanisa hilo alinyanyua masalia ya msalaba wa Yesu na watu wakaabudu, na katika nafasi hiyo miujiza mingi ilitendeka, na ukawa ndio mwanzo wa ibada ya kuabudu msalaba siku ya Jumaa Kuu. Na hata leo tumeamua tuadhimishe kutukuka kwa msalaba. Tunajua kuna uhusiano mkubwa kati ya msalaba na jubilei kuu, na hivyo katika kuadhimisha jubilei kuu 2025 jimbo letu liliamua kuwa na ziara ya msalaba mtakatifu katika parokia na Vigango. Nyinyi wenyewe ni mashahidi wa nguvu ya msalaba katika mkesha wa sala mbele ya msalaba. Msalaba unatufundisha juu ya sadaka ya Yesu Kristo msalabani na ushindi wake dhidi ya kifo, na matumaini makubwa kuwa wengi mmepata katekesi ya msalaba katika nafasi msalaba ulipokuwa katika parokia na Vigango mbalimbali. Katika masomo tuliochagua ya sikukuu ya kutukuka kwa msalaba, tumesoma la kwanza kutoka kitabu cha Hesabu sura 21 aya 4 mpaka ya 9. Pale tunasikia Waisraeli baada ya kumnung'unikia Mungu kwa sababu ya safari ya jangwani na changamoto zake, baadhi yao waliumwa na nyoka wenye sumu wakafa. Mungu alimwamuru Musa atengeneze nyoka wa shaba na kuiweka juu ya mti, yeyote atakayeumwa na nyoka autazame na aweze kupona. Lakini sisi tunajua kwamba ilikuwa ni ishara tu. Atakayenyanyuliwa si shaba katika msalaba ni Yesu mwenyewe, na ndiye anayeponya, na uponyaji wake si tu baada ya kuumwa na nyoka, ni uponyaji wa maisha mazima ya mtu. Na hivyo sisi tunapouinua msalaba huu katika sanamu hii na mti huu, tunamtazama Kristo ambaye alikufa pale msalabani akatolea maisha yake kwa ajili yetu. Na ndiyo nguvu ya msalaba inapopatikana tunapoamini kwamba kwa kupitia mti huu Kristo aliukomboa ulimwengu, na sisi tumepata wokovu kupitia mti huu, na ndiyo sababu tunaheshimu msalaba kwa namna pekee. Ndugu zangu wapendwa, somo la Injili, Yesu anapoongea na Nikodemo anarudia historia ya Waisraeli kule jangwani, jinsi nyoka wa shaba alipoinuliwa juu ya mti kama mfano tu wa yule atakayeinuliwa, yaani Yesu mwenyewe. Na anamwambia Nikodemo, kama vile Musa alivyomwinua yule nyoka jangwani, vivyo hivyo Mwana wa Adamu hana budi kuinuliwa, ili kila mtu aaminie awe na uzima wa milele katika yeye. Na sisi kama nilivyosema awali, tunaona Kristo mwenyewe aliinuliwa pale msalabani, na sisi sote tukapata kupona kupitia yeye kwa njia ya kifo chake msalabani. Mtume Paulo katika somo tulilosikia, somo la pili, anatufundisha kuwa Yesu alikubali kufa kifo cha msalaba kwa sababu ya unyenyekevu na utii wake kwa Baba yake. Yesu Kristo alikuwa Mungu, lakini hakuona kuwa kule kuwa sawa na Mungu ni kitu cha kung'ang'ania kubaki nacho, bali litwaa namna ya mtumwa, akawa ana mfano wa wanadamu, na akajinyenyekeza akawa mtii hata mauti, naam, mauti ya msalaba. Baada ya kifo chake msalabani, Mwenyezi Mungu alimwadhimisha, alimpa heshima ya juu, akamkirimia jina lililo lipitalo kila jina, ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe
la vitu na duniani na kila mtu akiri kuwa Yesu Kristo ni Bwana kwa utukufu wa Mungu Baba. Na ndivyo tulivyofanya katika nafasi ya kuabudu msalaba mahali pengi. Watu wengi wamekuwa wasema, ni Wakatoliki mnaabudu mti, mnaabudu sanamu, mnapiga magoti. Sisi tunajua tunachofanya. Hatufanyi tu kwa sababu tu tunajua na tunaamini maneno haya ambayo Mtume Paulo ametueleza kwamba kila goti litapigwa. Kila goti litapigwa. Kwa hiyo na sisi ni nani tukatae kupiga goti mbele yake yule aliyekufa msalabani? Kwa hiyo ndio maana tutaendelea kupiga goti mbele ya Yesu, tukimkumbuka kwamba yeye ndiye aliyetukomboa katika mti huu wa msalaba. Kwa hiyo kila mara tunapoukuta msalaba, na tumeelekezwa utarudi pale kwenye makaburi ya maaskofu wetu, wale watakuwa na nafasi zao watakuwa na kwenda pale na kusali mbele ya msalaba huu. Na sisi tumetumia nafasi toka tulipoanza ziara mpaka leo, tukapata nafasi ya kuabudu, na tunaabudu kwa sababu maneno haya mazuri ametuambia Mtume Paulo kwa Filipi, kila goti lipigwe na vitu vyote vya mbinguni na duniani, na kila mtu akiri kuwa Yesu Kristo ni Bwana. Tunapopiga magoti, tunapiga tukikiri kwamba Yesu Kristo ni Bwana, na kwamba kwa utukufu wa Mungu Baba ndiye aliyemwinua kutokana na utii na unyenyekevu wake kukubali kubeba na kufa katika msalaba ili aweze kutukomboa. Ndio maana tutaendelea, na rudia tena, kupiga goti mbele ya msalaba, na hasa katika nafasi ya pekee siku ya Ijumaa Kuu, na pale ambapo wachache wanaohitaji kusali watakwenda kusali pale, tunawaruhusu kwenda pale kusali, kupiga magoti na kuomba huruma ya Mwenyezi Mungu, na pengine katika changamoto zetu za maisha aweze kutusaidia. Nyinyi wenyewe mmeona ni kwa namna gani watu wamekuwa ulipopita msalaba huko, wengine wanasema kuna kupigwa shoti, wengine wamesema wamefanya nini. Kulikuwa na vitu vingi sana watu walipoenda kusali pale kwenye msalaba na kushika msalaba huu. Sisi tunatambua sasa nguvu ya msalaba. Hii ni nguvu ya wokovu. Hii ni nguvu ya uzima unaotokana na mti huu wa msalaba. Kwa hiyo Yesu pia anatualika tufuate mfano wake wa unyenyekevu na utii, tukibeba pia msalaba yetu na kumfuata katika maisha yetu ya kila siku. Anayetaka kuwa mfuasi wangu ni lazima achukue msalaba wake na anifuate. Huo ndio mwaliko wa Kristo kwetu sote. Ndugu zangu, tunafunga mwaka wa jubilei. Tunaungana na Baba Mtakatifu kufunga jubilei kuu 2025 tarehe ya leo, na kule Roma baadaye, maana wenyewe wako nyuma masaa mawili, na wenyewe watakuwa na adhimisho kule, na Baba Mtakatifu atafunga rasmi jubilei 2025. Na alishaanza kufunga malango ya mabasilika, makanisa yale makuu manne alishaanza kufunga. Makardinali kadhaa wamepita kufunga, kuonesha ishara kwamba sasa tunafunga jubilei, tunaanza kuishi maisha yale ambayo tumeyapata ubunifu, na yale yote tuliyoyaona katika jubilei, maadhimisho haya sasa ndio mwenendo wa maisha yetu ya kila siku. Ndugu zangu, cha jubilei kuu 20 tukio kadhaa kama mlivyosikia. Mkurugenzi wa uchungaji Padre Erasmo ameeleza kwa ufasaha pale nje kwamba watu wamepokea sakramenti ya kitubio na ndoa, lakini pia watoto wengi wamepata kubatizwa, na hasa kwa njia ya ubatizo wa msamaha, ambao tulitoa msamaha watoto ambao wazazi wao pengine walikuwa na vikwazo fulani, wanaishi uchumba na hawajajiandaa kwa ajili ya kufunga ndoa. Tunasema hebu tubatize watoto. Cha msingi tuhakikishe kwamba wazazi walau mmoja wanashiriki kikamilifu, ili kuonesha kwamba anaweza kumlea mtoto. Na mahali pengine tumekwenda hawashiriki, lakini jumuiya ikasema sisi tunabeba jukumu la kuhakikisha tunasafiri na mtoto huyu katika maisha yake, kufuatilia kama tunaweza kumchukua kwenda naye kanisani na kurudi naye. Na tukasema ni jambo jema, na ndio hata mtoto akapata ubatizo. Lakini mwaliko wetu ni huo, hata wale ambao watoto wao wamebatizwa kwa sababu ya msamaha, tunawaalika sasa wajitafakari, hawezi kuishi hivyo, warudi wafunge ndoa. Ndio mwaliko wetu, wafunge ndoa ili na wao wenyewe waweze kupokea masakramenti kama watakavyopokea watoto wao ambao wamepata bahati ya kubatizwa.
Lakini kumekuwa na ziara msalaba kama nilivyosema katika parokia na vigango vyetu, lakini baadhi ya familia kadhaa za wagonjwa katika vigango vyetu msalaba ulipita majumbani mwao, na tunamshukuru Mungu sana kwa sababu baadhi ya wenzetu walijitenga pengine na kanisa Katoliki kwa sababu mbalimbali, au kwa uzembe au kwa chuki au kwa jambo lolote lile, wamerudi katika idadi ile tuliyoisikia, zaidi ya 2000 watu wamerudi. Kwa hiyo kwetu tunaona jubilei hii imekuwa ya maana sana. Lakini baadhi ya watu wamepata kupona kimwili, ambao walikuwa na changamoto, walipokwenda mbele ya msalaba wakashika kwa imani thabiti, kama nilivyosema Yesu, imani yako imekuponya. Wamekwenda wameshika kwa imani na wakapona. Kwa hivyo ndugu zangu, si tu wakati wa ziara, mimi ni matumaini yangu kwamba Yesu ni yule yule wakati wa ziara na baada ya ziara, na katika msalaba utakaokuwa pale ataendelea kuwa na nguvu ile ile. Cha msingi wewe uende pale na imani thabiti kwamba Kristo ana nguvu, anaweza kuniponya, anaweza kuniokoa kimwili na kiroho. Ndugu zangu, katika hayo yote tunafunga kijimbo Jubilei Kuu kwa moyo wa shukrani. Kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ndiye aliyetuwezesha kufanikisha haya yote tuliyoyafanya, na mengi tuliyoyachota katika mwaka mtakatifu tunaomba kusafiri nayo kwa miaka 25 ijayo. Wazazi wanakaa uchumba kama nilivyosema, watoto wao wakapata kubatizwa, tunawaalika sasa waweze kujitafakari na kuona sababu ya kufunga ndoa, na msalaba uendelee kuwa chombo chetu cha ukombozi katika maisha yetu yote. Ninapomshukuru Mwenyezi Mungu, napenda pia niwashukuru waamini kutoka parokia mbalimbali ambao walishiriki kikamilifu katika kupokea msalaba na baadaye kushiriki katika ibada na misa mbalimbali zilizofanyika kama sehemu ya maadhimisho ya Jubilei. Ninashukuru wale makamanda wetu waliosafiri na msalaba toka mwanzo mpaka mwisho, pamoja na mwandishi wetu ambaye ndiye aliyetuhabarisha. Mimi nilikuwa nikifuatilia kila kigango kabla ya kulala, naangalia leo msalaba uko wapi na umefanya nini. Ninawashukuru sana, asanteni sana, Mungu abariki sana. Wasimame tuwaone, simameni. Lilikuwa ni jeshi la wokovu. Tunawashukuru sana, pamoja na mwandishi wetu kijana wetu Ndanzi, ndiye aliyerusha matangazo haya na tukaweza kuona yanayoendelea. Asanteni sana Mkeke, asante sana. Ninawashukuru maparoko, viongozi wa halmashauri za walei kutoka vigango parokia, ambao ndio mliofanya kazi kubwa kuhakikisha mnaratibu haya yanafanyika katika parokia zote isipokuwa zile 2 ambazo tulishindwa kufika kwa sababu ya mazingira ya Lumbila na Matema. Kwenda kule unahitaji kuingia Lumbila na Lupingu, Lumbila na Matema. Hizi parokia 2 hatukwenda, lakini zingine zote zimebahatika. Parokia 58 nikijumlisha na zile teule mmebahatika kupita msalaba. Kwa hiyo nawashukuruni sana kwa kuratibu vizuri, lakini nishukuru pia idara kurugenzi yetu ya uchungaji ya jimbo, ndio iliyofanya kuratibu yote toka mwanzo, namna gani msalaba wetu upite na kila kitu na tarehe na haya tunayofanya leo, pamoja na idara ya liturujia ndio waliotufanikishia mambo haya. Asanteni sana na washukuru nanyi waumini kwa kushiriki kikamilifu. Asanteni sana na Mungu abariki sana. Asante sana. Na ni vizuri, mimi nimefurahi kwa sababu usiku jana nilikuwepo hapa na mlihimizana watu walipoanza kusinzia, mmoja akasema tumsifu Yesu Kristo milele amina. Jamani, mnakumbuka Getsemane Yesu alimwambia nini Petro na wenzake? Saa moja tu mmeanza kulala. Watu wanaamka wanaendelea na kuimba na kusali. Kwa ilikuwa kweli, ilikuwa hai, yani maadhimisho yale yalikuwa hai kweli, na niliona watu hapa waliosali na namna waliopokea sakramenti ya kitubio. Padre alikaa hapa, namshukuru sana Padre Dietrich alibaki hapa na watu walipata nafasi ya kuungama usiku wote.
Tunawashukuruni sana kwa kazi njema mlioifanya na Mwenyezi Mungu awabariki sana. Ndugu zangu, namaliza kwa kusema tuendelee kusali ili msalaba huu uendelee kuwa chombo chetu cha ukombozi katika maisha yetu ya kila siku, na tunaendelea kusali na kuomba kwa wale ambao watafaulu. Tunamuomba Mwenyezi Mungu tukutane Jubilei kuu 2050 miaka ijayo, na Mungu awabariki sana. Tumsifu Yesu Kristo.